tuvielezee kabla mgeni rasmi mkuu wa chuo cha Nazareth hajasimama kugawa vyeti. Haleluya. Wanafunzi, protocol zimebadilika sasa hizi. Sisi tulikuwa walimu tumemaliza, sasa hizi tumekuwa watu wengine. Mungu abariki sana. Kwa hiyo muwe na amani tu. Kwanza ni washukuru wageni waalikwa wote pamoja na wachungaji ambao mko huku mbele. Kila kitu ambacho kiko hapa kilianza kwa maono ya baba yetu Dr. Benjamin aliyekuwa mwangalizi wa jimbo mstaafu. Hii ni mahafali ya 4. Bwana tusaidie. Na kila mwaka inaboreka. Na huu mwaka imeboreka kidogo kulingana na idadi ya watu. Lakini naelewa kadri tunavyoendelea itaboreka zaidi. Malengo yetu ni kuangalia jinsi ya kufanya hasa katika mtazamo mpya wa maono ya jimbo la Mbeya kuhusu hii shule ya huduma. Ni kweli kuanza ni kugumu. Ukiangalia wachungaji wengi hawatumi wanafunzi. Wangekuwa wachungaji wote wanatuma wanafunzi, pengine tungekuwa tunasajili hata wanafunzi mpaka 100 na zaidi. Lakini wachungaji wengi hawatumi wanafunzi. Kwa hiyo hili ndio shida iliyopo, mgeni rasmi ambaye ni mkuu wetu wa chuo cha Biblia. Hilo ni jambo ambalo tunahitaji kulipa kipaumbele, kwa sababu sisi ambao tulianza mapema kutuma wanafunzi kwenye madarasa haya tumeziona faida, kwa sababu sisi mafunzo yetu haya tunafundisha kwamba unaanza kuhubiri Injili kuanzia pale ulipo, ambao ni Yerusalemu. Na Yerusalemu hamna ambaye hawezi kufanya hiyo kazi. Kwa wengine tumefaidika hapa kanisani, imetupunguzia sana milolongo mingi. Wakati fulani hata mikutano ya Injili tunashindwa kufanya kwa sababu tunaona kazi inafanyika. Hawa vijana wanafanya kazi kwa bila gharama yoyote. Ratiba zimepangwa na wanaleta watu kwa Kristo. Bwana tusaidie. Sasa wachungaji ambao wameelewa faida ya mambo wanatuma watu. Wengine wanatuma mpaka 5, wengine wanatuma mpaka 4. Ukiona idadi iliyopo hapa, wengine wachungaji wametuma watu zaidi. So makanisa mengine hawatumi watu. Haleluya. Na kanisa la Yeriko kwa mchungaji Mapesa anajitahidi kutuma watu. Na vijana wake wengi sasa hivi ni wachungaji, tumewapa makanisa hata kabla hawajaenda chuo cha Biblia. Ni wachungaji wanaongoza. Hivi tunamfikiria Kagobero si tumpeleke wapi? Haleluya. Haleluya. Kwa sababu vijana wale wengi tumewapeleka, tumewapa vituo. Kwa kitu cha msingi hapa tuna wahitimu ambao wamefuzu na sasa hivi wana vituo tayari. Na fikiri Mungu ni mwema. Darasa hili lina faida kwetu sisi wa jimbo la Mbeya. Kwa hiyo tunaomba sana, nafikiri baadhi ya wachungaji wetu mko hapa, muyajue haya. Kama hujawahi kuleta mtoto wa mshirika yoyote hapa, leta, kuna faida. Wanajifunza kukusaidia kazi nyumbani, unafanya kazi bila shida yoyote. Hilo moja. Lakini kwa safari hii mgeni rasmi tuna wahitimu wapatao 37. Haleluya. Na watapata vyeti vyao leo. Na katika darasa la mwaka huu tuna wachungaji 2 ambao wamesoma. Mchungaji mmoja tayari ana kituo, alishaanza kituo, lakini nilimtaka aje ajifunze hapa kwa sababu ni kituo kichanga, ili ajifunze mbinu
za uvumilivu wa kiaskari. Bwana tusaidie sana. Naye atahitimu. Yuko mchungaji mwingine naye amefuzu, alikuwa hana kituo. Sasa katika kufundisha, haleluya, amesukumwa kwenda bonde la Usangu. Kwa hiyo mtumishi Bwana utampokea mtu hapa. Unampokea yeye, anaenda moja kwa moja, sio tutamchelewesha, yani moja kwa moja tutakutafuta sasa mahali ambapo tunapenda labda aende, tutawasiliana. Yuko tayari kabisa hapa. Kwa hiyo bwana Mwaitulu, umeshapata mchungaji mwingine huko wa kukusaidia kazi. Kuna makanisa yana wachungaji huko, hasa kanisa moja amekubali kwenda. Bwana asifiwe sana. Mambo mengine tumeshawaambia wahitimu kwamba mkakati wetu sisi ni mpaka Tabora, Kigoma, maana yote yanahudumiwa na kanda nyanda za juu kusini. Haleluya. Kwa hauishii jimbo. Hivi tuna watumishi wengine wako Tunduru. Tuna makanisa mawili kule. Haleluya. Na hivi tuna mpango wa kwenda kuyaona, tuangalie jinsi ya kupeleka wasaidizi. Kama mko tayari tutawapeleka. Sisi haina mipaka, haishii jimbo la Mbeya. Bwana asifiwe sana. Kokote kama ambapo umemwomba Mungu akupeleke, wewe tuambie. Bwana atusaidie sana. Huko Tunduru yako makanisa mawili, lakini hayo yana watumishi tayari, lakini tunataka tuyaone jinsi ya kuyakabidhi kwenye ile kanda husika ili kutupunguzia mzigo. Bwana tusaidie. Nina maana gani hapa? Nina maana maono yetu kama jimbo, niwahi kusema hapa kwamba ikiwezekana hii shule iwe ya kudumu. Bwana tusaidie, iwe shule ya kudumu. Tunaweza tukatafuta namna kiwe ni shule ya kudumu ambayo tutakuwa na mafunzo ya wakati wote. Yaani badala ya kwenda kwa wiki tutakuwa tukienda moja kwa moja. Bwana tusaidie sana, ili tuangalie tunaweza tukaandaa vipi watumishi wa Mungu. Ni maono haya ambayo tunawaza kwamba miaka inayokuja inaweza ikawa shule ya moja kwa moja. Haleluya. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo ni machache niliyosema, mambo mengine yatajibiwa na mgeni rasmi. Mimi nataka nieleze tu historia fupi ya hii kazi ambayo tumeifanya. Hii ni mahafali ya 4 na kila mahafala tunakwenda vizuri. Kwa Mungu awabariki sana mliohitimu. Msiwe na wasiwasi, hamtakwenda kuchinjwa kama walivyosema wengine. Muelewe tu ya kwamba mnaandaliwa. Haleluya. Kwa hiyo mtapokea hivyo vyeti special kabisa, wala sio vyeti vya mchezo, ni vyeti maalum kabisa ambavyo mgeni rasmi atawakabidhi, kwa maana ya kwamba inaonyesha kabisa mmehitimu haya mafunzo, na muvitunze kwa sababu vinatambulika hivyo vyeti. Bwana tusaidie sana. Wala sio cheti cha mchezo. Ni cheti ambacho kinakupa faida wewe. Lakini kingine nitaka kusema, tuna mwanafunzi mmoja hapa yuko chuo cha Biblia cha Nazareth pia. Baada ya kukaa likizo ameona aunganishe na haya mafunzo. Haleluya. Hebu punga mkono Bwana alai, huyo hapo. Yeye anasoma chuo lakini amekubali, ameona aunganisha na haya mafunzo, anatoka kanisa la Halinji. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa moyo wako, maana umeongezea kitu hapa. Sidhani kama kule chuoni jifunza haya yote, lakini umeongeza kitu. Mungu akubariki. Utakaopata na cheti kile utaunganisha na hicho cheti. Bwana apewe sifa sana jamani. Kwa haya machache nitaka kuweka sawa, ndipo sasa nimkaribishe mgeni rasmi kwa zoezi la kutoa vyeti. Kwanza ni Agnes Daudi. Makofi jamani. Yes. Afuate Alfayo Freddy. Makofi jamani. Yes. Afuate Alai Joseph. Makofi.
Anthony Jimmy. Awe anajiandaa Baraka Langson. Afuate Baraka Mwakisiala. Yes. Afuate Christopher Nyaga Masambile. Makofi. Aje Dennis Obedi Maisoloka. Makofi na vigelegele. Awe nafuata Diana Isa Mwambelo. Yes. Awe anakuja Emmanuel Mwasumbi Mwasilu. Awe anakuja Enelina Zakayo Kanjanja. Yes, makofi. Awe anakuja Fadhili Midisoni Msinjili. Makofi jamani. Yes. Awe anakuja Frank Paulo Mpalamino. Makofi. Awe anakuja Furaha Jafet. Makofi kwa Furaha. Awe anakuja Ibrahim Adam Kamwela. Awe nafuata Ibrahim David Short. Awe anakuja Isaka Inanine Mwaisumo. Makofi jamani kwa mwenzetu. Awe anakuja Joseph Hombe Mwaligo. Yes. Joshua Patrick Kobela. Yes, yes, yes. Lulu Joseph Mwandabila. Awe anajiandaa Nehemia Amos Mwampashi. Makofi jamani. Awe anajiandaa Nehemia Rafa Mwasika. Obadia Isa Kayombo. Obedi J. Anajiandaa Obedi J Morukali. Lozi Angetule Mwakasaje. Rehema Mwanjali Mwakuga. Sadiki Simoni Mwanuke. Vigeregere na makofi jamani kwa mtumishi. Yes. Safari
Jackson Mwasenga. Makofi jamani. Shukrani FS Kapungu. Tuongeze makofi. Yes. Subira John Kalinga. Frezia Anthony Mwajonde. Makofi. Tubuni Petro Mkumbwa. Anajiandaa Maini Daudi Mbugi. Venance Osia. Winifrida Robert Mwalizi. Yohana Jackson Sanga. Yohana Hediwell Simtengu. Tunashukuru mgeni rasmi. Zoezi letu linaishia hapo. Tunakushukuru kwa kazi nzuri. Tunaomba upate nafasi sasa kukaa na mwenyeji wako baada ya zoezi hili zuri la wagawaji wa vyeti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hosiana kwaya kwa wimbo maalum. Karibu. Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi.
wengine wao hawajawahi sikia neno, kwenye vichochoro na humo vijijini. Inuka, peleka Injili. Wapo wengine hawajapata wokovu, wengine wao hawajawahi sikia neno, kwenye vichochoro na humo vijijini. Inuka, peleka Injili. Upo kanisani, toa kwa moyo. Muimbaji, weimba sana. Muhubiri, hubiri sana. Fanya kazi bila kuchoka. Upo kanisani, toa kwa moyo. Muimbaji, weimba sana. Muhubiri, hubiri sana. Fanya kazi bila kuchoka. Hakuna kazi ambayo haina malipo. Utalipwa na Mungu wewe usipozimia moyo. Hakuna kazi ambayo haina malipo. Utalipwa na Mungu usipozimia moyo. Fanya kazi bila kuchoka. Naye Bwana hatakuacha wewe. Fanya kazi ya Mungu bila kuchoka. Naye Bwana. Mpenzi mtazamaji wangu, leo niko katika mahafali ya 4 ya shule ya Biblia hapa Isyesye, jimbo la Mbeya, na hapa nimefika siku ya leo, niko na baba mchungaji hapa ambaye atajitambulisha. Baba mchungaji, kwa faida ya mtazamaji wangu, naomba ujitambulishe, unaitwa nani? Mimi naitwa mchungaji Dr. Benjamin Kiovele, ambaye nimekuwa ni mwalimu pia kwenye hili darasa la shule ya upandaji wa makanisa. Na nini baba malengo yenu ya kuanzisha hii shule? Shule hii imeanzishwa kwa sababu ya uhitaji wa watumishi. Watumishi ni wachache kama maandiko yanavyonena katika ile Mathayo 9:36 ya kwamba mashamba yamekuwa meupe lakini watendakazi ni wachache. Kwa hiyo muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi. Kwa hiyo hitaji kubwa la Mungu ni watendakazi. Na sisi pia katika kanisa tunaona kwamba wengi, tunao Wakristo wengi, lakini wengine walio wengi sio watendakazi. Kwa maana hii wanaweza kutoka na kwenda kuanza vituo ili kupanua ufalme wa Mungu. Na nini mafanikio yako sasa tangu kuanzishwa kwa miaka 4 iliyopita? Je, kuna mafanikio yoyote? Mafanikio yamekuwa ni makubwa kwa sababu toka wazo hili lilipoanza tunaona ni Mungu anahusika. Waliohitimu hapa wengi hawakurudi kukaa makanisani, wakaendelea kuwa mashemasi, wakaendelea kuwa wazee, wakaendelea kuwa wainjilisti. Wengi wamefungua kazi. Kwa mfano, wamefungua kazi Chunya, wamefungua kazi Mbozi, wamefungua kazi Tabora, na sasa na wengine wako katika maeneo mengine. Kila mwaka kuna watu ambao wamekuwa kitoka na katika hali ile ya kawaida, hali yao ya mazoea ya kawaida, wamekuwa baada ya kuhudhuria hii shule hawezi kuwa mtu wa kawaida. Lazima anabadilika, anapokea badiliko na anakuwa na mwito wa kuweza kutoka na kuweza kufungua. Kwa hiyo ni maeneo mengi, hata wengine ambao vituo kwenye kanisa vilivyokuwa havina watu
wamepewa. Kwa mfano Mtokela huku Rungwe, ile kanisa karibu lilikuwa limekufa. Kijana aliyetoka hapa sasa na watu zaidi ya 100. Asante sana. Na labda unaweza ukawa na historia yoyote kwamba mwaka wa kwanza mlianza na wanafunzi wangapi? Mwaka wa kwanza tulianza na takribani wanafunzi ambao walikuwa kama 25. 25. Kwa hiyo kumbe kwa mwaka huu mmepiga hatua mpaka kufikia wahitimu 38. Ni kweli. Sasa mwaka huu ni 38, kwa hiyo tunaona ni maongezeko yanayoenda kila mwaka. Asante. Na hawa sasa hapa tunaona kwamba tumepata wahitimu 38. Nini target yako, unataka kuwapeleka wapi hawa? Hawa tayari kuna maeneo mengine yalikuwa vituo vingine havina watu. Ndio. Lakini kuna eneo la kimkakati la kupanga makanisa kutoka kuunganisha kuanzia Chunya mpaka Tabora. Kwa hiyo kuna vijiji vingi viko humo ambapo havina watu. Kwa ninyi poli tengefu ni kwanza Tabora huko. Na mkoa wa Tabora wote tumepewa kama mkoa wa kimisheni kwa jimbo la Mbeya. Kwa hiyo hawa tunawasukuma, Mungu akiwaonyesha waende Tabora na kuweza kufungua kazi sehemu mbalimbali. Asante sana, nikushukuru sana. Lakini si Tabora, lakini hata humu wenye dhambi unajua wanaongezeka kila siku. Ndio. Kwa hiyo hata humu Mbeya kwenye jiji kutatakiwa kufunguliwa makanisa. Nikushukuru sana baba mchungaji, lakini pia nikushukuru sana kwa yote ambayo yamefanyika hapa, na wewe ukiwa kama mgeni rasmi. Hakika pia hotuba yako nimeiona iliyojaa nguvu kwa ajili ya wale ambao wanakwenda kuianza kazi. Mungu akubariki sana, nikushukuru sana. Amina, ubarikiwe mtangazaji. Amen sana. Na tuwatakie heri hawa ambao wanaenda kufanya kazi. Amen, amen. Mtazamaji wangu, tena kwa wakati mwingine ninaye mchungaji mwingine hapa, naye atajitambulisha, lakini huyu ndiye mnufaika wa chuo hiki. Tangu kinaanzishwa, hawa ndio walioweza kusoma hii shule. Mchungaji, kwa faida ya mtazamaji wangu, naomba ujitambulishe, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ibrahim Mwaitege. Ndio. Kwa sasa ni mchungaji, natokea mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kaskazini, kijiji kimoja kinaitwa Kimbwela au Kaseke. Kaseke. Hiyo ni Kigoma vijijini. Kigoma vijijini. Ndio. Huko ndiko ulikoenda kutumika? Huko ndiko ambako Bwana alinipeleka nikatumika huko. Asante sana. Wewe baba mchungaji, nimekuona uko katika mahafali ya chuo hiki au ya shule hii ya upandaji wa makanisa hapa Isyesye, na umetoka Kigoma, na wewe unasema kwamba ni mnufaika wa chuo hiki. Wewe umehitimu mwaka gani? Nimehitimu mwaka 2024. 2024. Kwa wewe ni awamu ya tatu. Awamu ya pili. Ya pili. Ndio. Na nini ulivyonufaika, umenufaika vipi na chuo hiki? Unufaikaji wa chuo hiki ndio ni kwamba kwenye wito huu ndio unaweza kuwa umeitwa lakini hujui ufanya nini, ndio hujui anzie wapi, ndio. Lakini kazi kubwa ya chuo hiki cha huduma kinafanya kazi ya kuboost au kuinua ile hali iliyoko ndani yako, ambayo saa zingine unakuwa unaiona na unaona tu ni kitu cha kawaida, lakini ukija kwenye hiki chuo unapata yale mafundisho au ile inachochea ile nia iliyoko ndani, ile wito ambao Mungu amekuita na kujiona kwamba okay, mimi kumbe ni mtenda kazi, na ndicho ambacho kilitokea ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo ulipoitwa ilikuwaje? Nilipoitwa kwa kweli, nilipokuja kwenye chuo hiki nisema tu mtangazaji, nyuma nilikuwa na wito, lakini uone ile msukumo wa haraka ndio kwenda ukafanya kazi. Ndio. Lakini nilipopita kwenye chuo niliongezewa ule mzigo ndani na kukosa utulivu kabisa wa kukaa kwa ajili ya Bwana. Ukaamua kwenda kutumika bila kujali chochote na kujali tu kwamba kazi ya Bwana iende mbele. Nikushukuru sana baba mchungaji kwa utayari wako, lakini pia Mungu akutangulie katika kazi yako. Najua huko unakokwenda Kigoma, msiache kutuombea. Ndio. Tunawahitaji sana, lakini pia Bwana akubariki sana. Asante sana. Karibu sana. Barikiwe sana. Amen, amen. Mnufaika mwingine, muhitimu wa chuo hiki. Mama, naomba uweze kuangalia kamera kule, ujitambulishe. Unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Lulu Joseph Mwandabila. Ndio. Nimetokea Famti Airport, uwanja wa ndege. Chini ya mchungaji nani? Chini ya Pastor Emily Esai. Na wewe umefika hapa kwa lengo la kujifunza. Unaweza ukatuambia chochote ulichojifunza katika masomo haya mliojifunza hapa?
Kiukweli nimejifunza vingi. Mara ya kwanza nilikuwa naona kama ni wito tu, nilikuwa najiona kama nina uwezo wa kuhubiri, nina uwezo wa kufanya kazi ya Mungu. Lakini nilikuwa kuna baadhi ya vitu nilikuwa siwezi kuvifanya na nilikuwa siwezi, yani nilikuwa sina ule ujasiri hata kusimama mbele za watu. Kwa hiyo umejengewa ujasiri? Nimejengewa ujasiri, na pia cha kwanza na cha pili, ile nguvu na ile nia ya ndani kabisa imethibitika na ninaenda kuifanya. Mungu akubariki sana. Na labda we umeolewa? Ndiyo, nimeolewa. Una mume? Nina mume na na mtoto mmoja. Baba alikuruhusu uje kusoma umwache nyumbani mwezi mzima unakuja hapa? Ameniruhusu, na kiukweli yeye ndo amenitia moyo, yeye ndo anakuwa mstari wa moyo kupushi maono yaliyoko ndani yangu. Mungu akubariki sana. Amin. Basi mimi nikuombee tu kwamba ukifika airport, naomba umwambie baba mwandishi wa habari anakushukuru sana kwa kuniruhusu kwenda kusoma. Amina, nashukuru. Asante sana. Basi nikushukuru, nikutakia kila la heri. Mtazamaji wangu, tena kwa wakati mwingine tena ninaye mhitimu mmoja hapa, kama ulivyomuona amejazia vizuri kweli kweli na anafaa kuwa mchungaji kama mnavyomuona. Baba, kwa faida ya mtazamaji, naomba uweze kujitambulisha. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Joshua Kagobela, ni mhitimu wa chuo hiki. Na unatokea usharika gani? Labda natokea usharika wa Yeriko Mwanjerwa. Chini ya mchungaji nani? Chini ya mchungaji Felix Mapesa. Na nini kilikusukuma kuja kwenye chuo hiki, hasa kuja kujifunza? Kilinisukuma kuja kwenye chuo hiki, niliposikia kuna chuo cha elimu ya Biblia, nikaona ni vema na mimi nije nipate elimu kusoma ili nipate maarifa yanayoendana na kazi ya Mungu. Kwa hiyo nilikuja kupata maarifa, na nimekuja hapa kwa ajili ya msukumo wa ndani, kutoka ndani, kwa ajili ya kuja kupata maarifa, kuongeza ujuzi wa maarifa na kujua kitu ambacho nimeweza kujifunza kuhusu neno la Mungu. Asante. Labda kwa faida ya mtazamaji wangu, ningependa kujua kwa sehemu ni masomo gani mlikuwa mnajifunza? Tumejifunza masomo mazuri sana. Tumejifunza masomo ya upandaji wa makanisa, ndio, lakini tumejifunza kuhusu serikali, namna ufanyaji wa wanafunzi, ndio, kuhusu kumtumikia Mungu, lakini pia kujijua sisi ni nani tunapokuwa kwenye shamba la Mungu. Kwa hitimisho tu niweze kukuuliza kwamba una nini cha kuambia wale ambao sasa hawajapita katika shule hii na wanahitaji kuja katika shule hii, au unawashauri vipi wale ambao hawana mpango kabisa wa kuja hapa? Shule ni nzuri na iko vizuri, ukijifunza unaongeza maarifa na unaongeza nguvu ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nakushauri wewe ambaye ulikuwa huna wito au ulikuwa huna uelewi kwamba kwa nini nifike, lakini nakushauri ufike ili uongeze namna ya kumtumikia Mungu na nguvu ya kumtumikia Mungu. Amen. Nikushukuru sana baba mchungaji mtarajiwa kwa nasaha zako ulizoshukuru sana. Basi unapofika huko, basi msalimie sana baba mchungaji aliyekuruhusu uweze kufika katika shule hii, na kwa mafuta yake amekuruhusu umesoma. Mungu akubariki sana. Amen. Nashukuru. Naye mtu mwingine hapa jembe kweli kweli, ameiva, na kama unavyomuona hana wasiwasi hapa. Baba, kwa faida ya mtazamaji wangu, naomba uweze kujitambulisha. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Alai Joseph Hakim, natokea usharika wa Arinji Uyole kwa mchungaji Fadhili Christopher. Ulikuwa na mawazo yoyote ya kuja hapa au kuna mtu alikwambia neno? Hapana, huu ni wito toka ndani. Ndio. Kwa sababu tumeona kwamba mavuno ni mengi, lakini watendakazi sasa ni wachache. Kwa hiyo sisi nitakiwa tutengenezwe ili tuende tukatumike sasa, na ndio maana hata hili darasa limefundisha mbinu nyingi sana kama askari, kwamba tayari unapokuwa askari lazima uwe na mbinu za kijeshi, uwe na neno ndani yako. Baada ya kulijua neno vizuri, unaweza kwenda kulitumia kwa watu. Ndicho hasa kikubwa ambacho tumekipata katika hili darasa, na tumeomba sana Roho Mtakatifu atuongoze. Kwa hiyo tupo tayari kutumika. Na wewe somo hasa uliojifunza ambao unaona hili sasa ni mashine katika yote, ni somo gani? Unakuwa askari wa Mungu. Na wewe umekuwa askari kweli kweli? Nimekuwa askari kweli kweli. Labda kwa swali la kizushi tu, nimesikia hapa baba mkuu wa chuo cha Nazareth Mwantangi ambaye ndio mgeni rasmi hapa, ameweza kuzungumza kwa habari ya mapori tengefu, kwamba wana mapori tengefu kuanzia Chunya kwenda Tabora. Sasa je, wewe kama target yako tu, ni swali la kizushi sitamwambia, lakini kwamba wewe unategemea kwenda wapi kutumika? Unajua kama tulivyosema, tutaanzia Yerusalemu ambapo ndio makanisa yetu, Yudea, Samaria mpaka mwisho wa nchi. Sio pori tengefu tu huko Tabora, pia kuna
tawi na kuna kiwanja kimenunuliwa huko Zimbabwe. Kwa hiyo sio hata huko tu, hata Zimbabwe tuko tayari kwenda kutumika. Hivi mtazamaji wangu, huyu bwana amevuka mpaka mipaka, ameniambia kwamba kiwanja kimenunuliwa Zimbabwe na haweza kapiga mawazo yake ya kwenda Chunya. Kwa hiyo target yake ni kwenda Zimbabwe. Kwa mwanaform tunayemuona sasa, tumepata mchungaji wa kwenda kutumika Zimbabwe. Baba, mimi nikutakie kila laheri na nikuombee kwa Mungu maono yako yaweze kutimia. Asante sana. Amen. Mungu akubariki. Mwingine hapa, huyu sasa tumuite Mama Mariam Magdalena, sijui tumuite nani. Mama, kwa faida ya watazamaji wetu, naomba uweze kujitambulisha, unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Subira John Kalenga. Unatokea wapi? Natokea kanisa la Famti Rwanda, chini Mwambeni. Chini ya mchungaji nani? Mchungaji Andrew Mwansiobe. Andrew, kuruhusu uje usome? Ndio. Na mume wako je? Ameruhusu. Mume wako ni nani pale kanisani? Ni mshirika tu wa kawaida. Ila akaambia mama nenda kasome. Ndio. Je, hapa umekuja kusoma wewe, lengo lako ni nini kusoma? Kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye anakwenda kusoma pasipokuwa na malengo. Sawa, malengo yako ni nini? Hiki ni chuo cha huduma. Ndio. Yaani ni shule ya huduma. Ndio. Na mimi malengo yangu ni kuingia kwenye huduma kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ndio. Yes. Kwa hiyo mama, labda malengo yako kama ulivyosikia, mmoja hapa amesema target yake hataki kukaa Tanzania. Target yake kwa sababu ameona mipaka imefunguliwa Zimbabwe, basi amesema mimi target yangu ikifanikiwa niende hata Zimbabwe. Labda wewe target yako ni kwenda wapi? Asante. Kutokana na kwamba kwanza mtumishi wa Mungu anatakiwa msikilize Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa Roho Mtakatifu atakaponiambia nenda popote pale nitakwenda. Nipo tayari. Yes. Yes. Basi, nipo tayari. Haijalishi ni wapi. Umesema Roho Mtakatifu. Sasa ukishaambia Roho Mtakatifu hakuna cha kuongezea. Yes. Basi mimi niseme tu kwa sababu Roho Mtakatifu akanene na wewe. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Wangu leo nilikuwa katika jimbo la Mbeya. Niko katika madhabahu ya usharika wa Famti Isyesye, na hapa tulikuwa na mahafali ya shule ya upandaji makanisa inayoratibiwa na jimbo la Mbeya chini ya mwangalizi wa jimbo hili mchungaji Eli Mwansiobe. Toka katika mahafali hapa tumeona wahitimu wengi waliohitimu katika chuo hiki wakizungumza mengi. Tumeona wanufaika, tumemwona mkuu wa chuo hiki, lakini pia na walimu wamezungumza mengi sana kuhusiana na chuo hiki. Lakini pia nikushauri wewe ambaye hujasoma shule ya Biblia na hujui chochote juu ya upandaji wa makanisa, basi uweze kufika hapa Famti Isyesye. Pana chuo kizuri, pana mambo mazuri ambayo utaweza kujifunza na ukajua nini maana ya kumtumikia Mungu. Nikiripoti kutoka hapa Famti Isyesye Mbeya, mimi ni MC Kapina, lakini nyuma ya kamera nilikuwa na brother Uswege ambaye tumeshirikiana kwa pamoja. Nikutakie kila laheri, karibuni sana Isyesye.